Kujisamehe na kusamehe wengine ni hatua muhimu ya kujikomboa kutoka katika maumivu ya zamani. Tafasiri yake ni kwamba usipojisamehe unakuwa unaishi katika maumivu ya zamani. Huenda labda mtu alifanya makosa kazini, huenda labda kama ni kijana alifanya makosa kwa wazazi wake, huenda labda kama ulifanya dhambi fulani. Unaposhindwa kujisamehe, hata kama Mungu amekusamehe, hata kama familia imekusamehe, hata kama jamii imekusamehe, utaishi katika maumivu hayo. Hivyo jambo la msingi mwaka 2026, nenda ukajisamehe mwenyewe. Anaendelea kusema ya kwamba kujisamehe ni kujipa nafasi ya kukua na kujifunza. Yaani kubali ya kwamba hakuna mwanadamu aliye mkamilifu. Hivyo wanadamu wote tunakosea. Hivyo chukulia kama sehemu ya kujifunza na kuendelea kukua. Aidha kama ulifanya mistake katika kazi, tafuta namna bora ya kujifunza na kuboresha vizuri. Aidha ulifanya dhambi, tafuta namna, njia ya kuweza kuiacha dhambi. Au uliishi maisha ambayo hayafai, tafuta namna bora ya kubadilika kutoka katika hayo maisha. Anaendelea anasema kwamba bila kujihukumu milele, usije ukawa ukajihukumu kwa mambo ya mwaka 2025. Huku kusamehe wengine kukituondolea mzigo wa chuki na machungu. Msamaha hauhalalishi makosa. Yaani unapojisamehe hauhalalishi makosa uliyoyafanya, bali huleta uhuru wa ndani na kutupa amani ya kweli. Yaani unapojisamehe hauhalalishi makosa uliyoyafanya, bali unapojisamehe unaleta uhuru ndani ya moyo wako, unaleta amani ya kweli ndani ya moyo wako. Maana yake ni nini? Tafasiri yake nyingine ni kwamba amani ya kweli inapatikana katika kujisamehe mwenyewe. Uhuru wa kweli unapatikana katika kujisamehe mwenyewe. Hivyo unapoanza mwaka 2026, hakikisha unajisamehe. Anaendelea anasema ya kwamba kuanzia leo jifunze kujisamehe mwenyewe. Yaani ukishasamehe watu waliokukosea, ukatubu dhambi, usije ukasahau kujisamehe. Yaani usiishi maumivu ya mwaka jana, usijihisi kuwa mnyonge kwa sababu ya maisha